Hakika kati ya maswali mazito ambayo kocha Joseph Zimbawa wa JS Kabylie na wachezaji wake watakuwa wakijiuliza kwa sasa wakati wakielekea katika mchezo wao wa pili wa kwenye kundi B la ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya wananchi Yanga ni juu ya namna ya kudhibiti hatari zinazoletwa na Peodo Pacome Zouzoua. Ndiyo, kwamba wafanyeje ili kumdhibiti? Nani achukue jukumu la kuzuia madhara yake? Na watafanya hivyo vipi? Kwa sababu Peodo Pacome Zouzoua katika mechi dhidi ya FAR Rabat alichokionyesha amekuwa unstoppable. Ni ngumu kumzuia. Nani? Kwa sababu gani? Joseph Zimbawa na klabu yake ya JS Kabylie ambaye ndio watakaocheza dhidi ya Yanga wanatambua kwamba Peodo Pacome Zouzoua akicheza kwa kiwango walau kile alichokionyesha dhidi ya FAR Rabat, ama akija kuzidisha, basi itakuwa balaa kwao. Ni kwa sababu katika siku hii Yanga kwenye mfumo wake walicheza baada ya golikipa walikuwa na walinzi wanne, viungo wanne na washambuliaji wawili waliojipanga katika mfumo wa moja ambao walikuwa na Maxim Pia Nzengeli na Prince Melo Dube. Wakati FAR Rabat inafahamika wao mfumo wao ni baada ya golikipa ilikuwa ni 4-2-3-1 kwa maana walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo tatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Sasa mfumo ule wa kocha Santos wa FAR Rabat ndio Joseph Zimbawa naye hutumia, kwa maana ya baada ya golikipa anakuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo tatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. JS Kabylie mechi yao ya kwanza wamefungwa 4-1 na Al Ahly kwenye kundi la pili la B. Yanga wameshinda 1-0 dhidi ya FAR Rabat katika mchezo ambao mchezaji bora alikuwa ni golikipa wa FAR Rabat Reda Ahmed Taghnout aliyecheza save 8 na kuwafanya Yanga wapate ushindi kiduchu wa bao 1-0. Ni kwa namna gani Yanga walipata mafanikio makubwa katika mechi dhidi ya FAR Rabat, timu ngumu kutoka katika ligi kuu ya Morocco, timu ambayo kwenye ligi kuu ya Morocco mechi 8 imeruhusu bao 1 tu, timu ambayo katika ligi kuu ya Morocco mechi 8 dakika 720 imepigiwa mashuti 13 tu ya kulenga shabaha, lakini katika mechi dhidi ya Yanga wakapigiwa mashuti 15, 9 ya kulenga shabaha, kwa maana 69% ya mashuti yote waliopigiwa ya kulenga shabaha katika ligi kuu ya Morocco baada ya mechi 8 wamepigiwa katika mechi moja tu dhidi ya Yanga. Sasa Yanga walifanikiwa vipi? Yapo mambo mengi walifanya. Moja wapo ni upambanaji. Yanga walipambania mipira 50-50 kwa kiwango cha juu mno. Yanga walikuwa very direct, walikuwa moja kwa moja katika uchezaji wao. Yanga walikuwa wanapozuia wapo na idadi ya kutosha. Hakuna mchezaji abiria uwanjani, wote walijituma sana. Hizo ni miongoni mwa sifa ambazo ziliwabeba Yanga katika mechi dhidi ya FAR Rabat. Wakawafunika FAR Rabat vya kutosha, ingawa kwenye umiliki wa mpira Yanga ilimiliki kwa 59%, FAR Rabat Yanga 51%, FAR Rabat 49%. Umiliki wa mpira Yanga hawakuwa tofauti sana FAR Rabat, lakini nini cha kufanya unapokuwa na mpira? Ndicho Yanga waliwazidi mno FAR Rabat ya mwalimu Santos. Lakini ukizama ndani zaidi utagundua Peodo Pacome Zouzoua alikuwa miongoni mwa wachezaji waliokuwa na cha ziada cha kuwavuruga walinzi wa FAR Rabat. Ikumbukwe FAR Rabat kwenye siku hiyo uchezaji wao golikipa Reda Ahmed Taghnout, walinzi wake walikuwa ni Anas Bash, mlinzi imara sana. Mlinzi wa kushoto alikuwa ni Toka Nero, mchezaji wa kimataifa kutoka Angola, yuko kwenye kiwango bora sana. Katikati alikuwa na kina Abdel Hamid, miongoni mwa walinzi wake katika eneo la kati alikuwa vile vile na Marwan Luwane. Lakini viungo wao walikuwepo kina Zinedine Derak, walikuwepo akina Mohamed Rabi Hirimat, walikuwa kwenye kiwango bora sana kama ilivyo siku zote. Lakini aliyewavuruga na kufanya ukuta wao uwe unasambaratika kila mara na kutoa fursa ya wachezaji wa Yanga kufanya majaribio mara kwa mara ni pamoja na mchezaji namba 10 mgongoni, tunazungumzia Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua kwenye makaratasi alikuwa anaonekana ni miongoni mwa wale viungo wanne wa Yanga, akitokea kushoto, kulia akiwa ni Celestine Akiwa, katikati kukiwepo na Juka Abuya na Mudathi Abbas. Sasa Pacome utacha wake ni kwamba alikuwa hachezi tu katika eneo lile linaonekana kwenye makaratasi kwamba kushoto kwenda kukabiliana na Anas Bash. La hasha. Alikuwa anaonekana akisumbua kutoka upande mwingine wa kulia wa uwanja kwenye eneo la kushambulia la Yanga, kwa maana kule kwa Toka Nero. Mara kadhaa alionekana eneo la kati walipo akina Luwani, walipo akina Abdel Hamid. Mara kadhaa alionekana katika eneo lao akisaidia kuzuia. Pacome alikuwa unstoppable kwa minajili hiyo, kwamba kwanza patikani eneo moja kiasi ya kwamba ujue unamshika vipi. Matukio yake kila mara alipokuwa na mpira, uwezo wake mkubwa kudribble mpira
ukawafanya wachezaji wa FAR Rabat kulazimika kumfuata yeye kama kumbikumbi kwenye mwanga. Maana walipokuwa wakimwendea akiwapiga chenga atakavyo, na hivyo kufungua nafasi kwa wenzake wakati akitoa hizo pasi. Pacome alikuwa kwenye kiwango bora sana. Walioteseka kwa Pacome ni pamoja na nambari 7 mgongoni Yusuf El Fahli, ambaye ni kiungo ushambuliaji, anategemewa sana kwenye kufunga, na siku hii kwenye mpangilio wa kocha Santos alikuwa ndiye anaonekana kama kwenye makaratasi ndiye mshambuliaji kinara, lakini alilazimika kuwa anarudi kusaidia jukumu la kumzuia Pacome Zouzoua, na bado aliteseka sana kama walivyo wenzake akina Anas Bash, akina Luani, akina Abdelhamid, akina Zinedine Derag. Waliteseka haswa kwa Peodo Pacome Zouzoua. Katika raundi ya kwanza, wachezaji waliocheza katika timu zote 16 hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, wakiwamo na makundi mengine A, B, C, D, walioongoza kwa kudribble mipira kwa mafanikio alikuwa ni mchezaji wa Esperance de Tunis, wakati kitoka sare ya bila suluhu dhidi ya Stade Malien. Hussein Teka, kiungo wao, ndo aliongoza kwa kudribble mipira kwa mafanikio mara 4. Aliyefuatia kwa kudribble mipira kati ya wachezaji wote alikuwa ni Peodo Pacome Zouzoua, mara 3 zenye mafanikio, akiwa pamoja na Munir Showa wa RS Berkane. Sasa Joseph Zimbawa na walinzi wake, ukianzia kwa golikipa Hadid, walinzi wake, mlinzi wa kushoto nazungumza Hamza Mwali, mlinzi wa kulia Neshat Jabri, walinzi wa kati tunazungumzia Reda Benshah, mlinzi mwingine wakati tunazungumzia Zinedine Belaid. Viungo wao wa ukabaji kina Babakar Sa, kina Bujema, kazi wanayo katika kuona ni nani atatekeleza jukumu la kumzuia mchezaji namba 10 mgongoni Peodo Pacome Zouzoua, kwa sababu wasipofanikiwa yeye ndiye chanzo cha ukuta kufunguka na kuwapa fursa sasa akina Prince Melo Dube, akina Mudathir Abbas, akina Celestine Ekwa, akiwepo Edmund John, wote kwa pamoja na viungo wao wanapopanda kina Zuka Buya kupata fursa mianya ya kupenya kulifikia lango la wapinzani. Hapa lango la wapinzani ni la kwao, golikipa wa upinzani ni kipa wao huyu Hadidi. Watafanya nini? Maana Pacome bali na kudribble mpira siku hii alifanya pia majukumu ya kiulinzi. Pacome Zouzoua alibadilisha umiliki wa mpira, alifanya ball recovery, mpira kutoka kwa miliki ya FAR Rabat akaileta kwa Yanga mara 9. Tunasema ball recovery. Alifanya mara 9 na kuwa ndiye mchezaji aliyefanikiwa kupoka mipira kutoka kwa timu moja kwenda kwenye timu yake kwa kiwango cha juu kuliko mchezaji yeyote katika mechi ya Yanga dhidi ya FAR Rabat. Kiungo ushambuliaji, lakini anatekeleza vyema jukumu hilo. Yeye ndo aliongoza. Aliyefuatia kwa mbali alifanikiwa mara 5, kuna kina Zuka Buya alifanikiwa mara 4, nazungumzia ndani ya Yanga. Lakini ukichanganya na wachezaji wote wa FAR Rabat, mchezaji kinara kufanya ball recovery ni Peodo Pacome Zouzoua, alifanya mara 9. Lakini haitoshi, Peodo Pacome Zouzoua alipiga mashuti 2, moja lililenga shabaha, lingine lilitoka nje. Kubwa zaidi aliwadhuru kwa uwezo wake wa kudribble mipira, kupiga chenga kwa namna ambayo iliwavuruga mno FAR Rabat, ukuta wao ukawa unapetika sana, na ndio maana Yanga wakapiga mashuti mengi, tena 60% yakilenga shabaha, maana mashuti 9 kati ya 15 yalenga shabaha. Sasa JS Kabylie wao wamefungwa 4-1 dhidi ya Al Ahli, kipa wao akipigiwa mashuti 7, akicheza saves 3, manne akienda kambani, akipa mabao 2 ya Mahmoud Trezeguet. Kwenye ligi kuu yao mechi 9 wameruhusu mabao 8, wao wamefunga mabao 11, wana pointi 15. Wanakwenda kucheza na Yanga iliyo kwenye kiwango bora, inayojivunia kuwa na mchezaji kama Peodo Pacome Zouzoua, mchezaji wa kimataifa kutoka Ivory Coast, mchezaji ambaye katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika alikuwa na double digits katika ufungaji na kutoa assist, pasi saidizi za mabao, na kuweka rekodi ya aina yake kwa hivi karibuni. Mchezaji ligi kuu Tanzania bara akimaliza ligi akiwa amefunga mabao 12 akitoa assist 10, akiwa kwenye kiwango chake bora. Peodo Pacome Zouzoua ni sumu kwa JS Kabylie ya kocha Joseph Zimbawa, ni furaha kwa wanayanga ya kocha Pedro Gonçalves. Akiwa kwenye kiwango chake bora, Yanga ina uwezo wa kupata pointi 3 kutoka kwa JS Kabylie ambayo ukuta wake hauko imara sana kama FAR Rabat kwenye makaratasi. Na bado Pacome katika jukumu la kuzuia mipira alifanya tackling, kuingia uvunguni mwa wapinzani, kucheza mipira bila kusababisha madhara mara 3, akafanikiwa mara 2. Ingawa yeye ni kiungo ushambuliaji, ingawa yeye ndo alibeba mikoba ya Yanga kutoka katikati ya mstari wa uwanja kwenda kuishambulia kwa kasi FAR Rabat
na kuwavuruga mabeki wao, lakini bado kwenye kuzuia pia alikuwa ndiye nyota muhimu katika kutekeleza jukumu la kuungana na kina Dickson Job, Ibra Baka kuhakikisha lango lao linasalimika kutoka kwa washambuliaji wa FAR Rabat wakiwamo akina Yusuf El Fahli na hata alipokuja kuingia Hamza Kaba. Na sio tu katika kudribble mipira, katika mechi hii pia Zouzoua ndiye alikuwa mchezaji wa pili kugusa mpira mara nyingi uwanjani. Alifanya hivyo mara 65. Aliyeongoza kwa kugusa mpira zaidi ni beki wa kati Abdelhamid wa FAR Rabat, aligusa mpira mara 73. Lakini aliyefuatia ni yeye Pacom mara 65, yote ikiashiria namna ambavyo alikuwa anacheza katika maeneo mengi ya uwanja kuhakikisha work rate yake, upambanaji wake unaisaidia timu yake na kupata matokeo. Sasa je, Joseph Zimbawa na timu yake JS Kabylie watakabiliana vipi na Pacom ili asiwadhuru, ili asiwaletee furaha wa Tanzania na wanayanga? Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.